Baada ya miaka 250, kitu ambacho Mungu alikuwa amekionya kinafanyika. Israeli, taifa lililochaguliwa, linashuka magotini. Mfalme Hoshea, mfalme wa 9 wa Israeli, anatetemeka mbele ya adui. Lakini hii si hadithi ya vita, ni hadithi ya dhambi ambayo imevunjika moyo wa Mungu kwa karne nyingi. Tunaangalia mwisho wa kitu ambacho kilianza vizuri sana. 2 Wafalme sura ya 17 inatuonyesha siri za ndani za anguko hili kubwa. Hakuna vita vikubwa vya nje. Hakuna jeshi kubwa lenye silaha za kisasa. Ni dhambi iliyojenga polepole, mwaka baada ya mwaka, hadi ikawa kama saratani ambayo haiwezi kutibiwa. Mungu alisubiri. Alituma manabii. Alitoa maonesho. Lakini watu waliendelea kuasi. Na sasa wakati umefika wa hukumu ya mwisho. Tunajua kwamba Mungu ni mwema na mvumilivu. Lakini pia ni mwenye haki, na haki inahitaji hukumu. Leo tutaona jinsi uvumilivu wa Mungu unavyokuwa na mipaka na jinsi dhambi inavyoleta matokeo yasiyoepukika. Hii ni funzo kuu kwa kila kizazi. Hebu tusome pamoja 2 Wafalme 17:1-6. Katika mwaka wa 12 wa Ahazi mfalme wa Yuda, Hoshea mwana wa Ela akaanza kutawala juu ya Israeli huko Samaria na akatawala miaka 9. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, lakini si kama wafalme wa Israeli waliomtangulia. Hoshea alikuwa mfalme dhaifu. Alikuwa anamlipa kodi mfalme wa Ashuru. Lakini alianza kutafuta msaada kutoka Misri dhidi ya Ashuru. Hii ilikuwa makosa makubwa. Mfalme wa Ashuru, Shalmanesari, aligundua hii na akamfunga Hoshea gerezani. Kisha akaja na jeshi lake kuzunguka Samaria kwa miaka 3. Miaka 3 ya njaa, miaka 3 ya hofu, miaka 3 ya maombi ya mwisho. Mwaka wa 9 wa Hoshea, Samaria ilianguka. Watu wa Israeli walitwaliwa utumwani huko Ashuru. Hiyo ndiyo ilikuwa mwisho wa ufalme wa Israeli wa kaskazini. Lakini anguko hili halikuwa la ghafla. Mungu alikuwa amekionya kwa karne nyingi. Manabii kama Eliya, Elisha, Hosea na Amosi walikuwa wamewaonyira. Lakini hawakusikiliza. Kuna maelezo muhimu ambayo wengi wanayapoteza katika hadithi hii. Kwanza, Hoshea hakuwa mfalme mkuu. Alikuwa anamlipa kodi mfalme wa Ashuru kila mwaka. Israeli ilikuwa tayari chini ya utawala wa kigeni. Pili, Samaria ilizungukwa kwa miaka 3. Hii inaonyesha kwamba Mungu bado alikuwa akiwapa nafasi ya toba. Miaka 3 ya kutosha kutafakari na kurudi kwa Mungu. Lakini hawakufanya hivyo. Tatu, baada ya Israeli kutwaliwa, mfalme wa Ashuru aliwaleta watu kutoka mataifa mengine kufunga nafasi. Hawa watu walileta miungu yao na dini zao. Wakaanza kuabudu Mungu wa Israeli, lakini wakiendeleza pia kuabudu miungu yao. Hii ni asili ya Wasamaria ambao Wayahudi waliwachukia wakati wa Yesu. Walikuwa si Wayahudi halisi wala wa mataifa halisi. Walikuwa mchanganyiko. Jambo lingine muhimu, Biblia inasema kuwa Israeli alianguka kwa sababu ya dhambi. Si kwa sababu ya udhaifu wa kijeshi au utawala mbaya peke yake. Dhambi ndiyo chanzo cha anguko lao. Hii ni funzo kuu kwa kila taifa. Sasa tunaona mabadiliko makubwa ya kiroho katika kifungu hiki. Kwanza, tunaona mabadiliko kutoka uvumilivu wa Mungu hadi hukumu ya mwisho. Kwa karne nyingi, Mungu alikuwa akisubiri. Alituma manabii, alitoa ishara, alitoa mioyo. Lakini subira yake ilikuwa na mipaka. Hukumu lazima ifike. Pili, tunaona mabadiliko kutoka taifa moja hadi utawanyiko. Israeli ilikuwa taifa moja lenye utambulisho mmoja. Sasa wametawanyika katika mataifa yote. Hawatarudi tena kuwa pamoja. Tatu, tunaona mabadiliko kutoka makazi ya milele hadi uhamisho. Mungu alikuwa amewaahidi nchi kama urithi wao wa milele. Lakini urithi huu unategemea utii. Uasi umeuleta uhamisho. Hii ni hukumu kuu, kutengwa na mahali ambapo Mungu ameweka. Sasa wanaishi kama wageni katika nchi za kigeni. Jambo jingine muhimu, anguko la Israeli ni kivuli cha anguko la ulimwengu wote. Kama vile Israeli walivyopoteza urithi wao kwa sababu ya dhambi, ndivyo ulimwengu utakavyopoteza baraka zake kama hautarudi kwa Mungu. Wanyamapori wa msituni walishuhudia anguko hili la kutisha. Walikuwa wameona jinsi Mungu alivyowabariki watu wake, lakini pia jinsi walivyoasi.
Niliona utukufu wake wakati wa Daudi na Solomoni. Sasa nawaona wakiwa mateka. Ni jambo la kutisha. Nilipaa juu ya ardhi yao kwa miaka mingi. Niliweza kuona jinsi walivyopotoa damu za wanyamapori kuabudu miungu ya uongo. Tulikuwa tunawabudia kwa ajili ya dhabihu za kweli za Mungu. Lakini wao wakaacha kafara na kuanza kuabudu sanamu. Mungu ni mvumilivu, lakini haki yake ni lazima. Tuliona hii ikitokea polepole mwaka baada ya mwaka. Sasa viumbe vyote vinaomboleza. Pale walipotii, nchi nzima imeathirika. Hii ndiyo ile dhambi. Hadithi hii inatufundisha mambo muhimu sana. Kwanza, uvumilivu wa Mungu haumaanishi kwamba hukumu haitakuja kamwe. Mungu ni mvumilivu, lakini ni mwenye haki pia. Tunapaswa kusikiliza sauti yake wakati anatuita kwa toba. Pili, dhambi ni kama saratani, inaanza kidogo lakini inakuwa hadi inaangamiza kila kitu. Israeli hawakuanguka siku moja. Walianguka kwa sababu ya dhambi iliyoongezeka kwa karne nyingi. Tatu, Mungu anatutaadimu, anatuma manabii zake kutuonya, wazazi, marafiki, makuhani, hata mazingira. Je, tunawasikiza? 4, mataifa hayaanguki tu kwa sababu za kisiasa au kiuchumi. Yanaanguka kwa sababu ya dhambi. Tunafaa kuomba kwa ajili ya nchi zetu. 5, kila mmoja wetu ana uwezekano wa kuwa Israeli, kuanzia vizuri lakini kuishia vibaya. Tunahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu ili tusienende katika njia ya uasi. Israeli walikuwa ni taifa lililochaguliwa, lakini hilo halikuwaokoa. Uchaguzi hautoki kwamba unaweza kuishi jinsi unavyotaka. Hebu tuombe pamoja. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa uvumilivu wako mkuu. Tunajua kwamba hakuna mtu yeyote anayestahili neema yako, lakini unatugharimia. Tunaomba msamaha kwa dhambi zetu za kibinafsi na za kitaifa. Tufundishe kuwa walinzi wazuri wa baraka ambazo umetupa. Tuongozee mioyo yetu na ya viongozi wetu. Tupe ujasiri wa kukabiliana na dhambi katika maisha yetu, kama vile ulivyofanya kwa manabii wa Israeli. Tuombe kwa ajili ya mataifa yetu, kwamba yasirejelee njia za uasi zinazoleta anguko. Asante kwa ahadi ya Agano Jipya ambalo halivunjwi. Katika jina la Yesu. Amina. Anguko la Israeli ni onyo kwa kila kizazi. Mungu ni mvumilivu, lakini hukumu ya dhambi ni hakika. Tuendelee kujifunza kutoka kwa historia ili tusije tukarudia makosa yao. Tuonane katika somo linalofuata. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.